Nafikiri sikuwa kwa wiki iliyopita ndio ilikuwa siku ya mkutano. Niligonjwa hivyo tu. Sikugonjwa hiyo siku. Lakini mwezi wote mzima nilikuwa nikuja kanisani tunaenda huko, lakini nilikuwa mgonjwa. Ugonjwa labda habari ya ugonjwa nitawaambia siku nyingine, lakini nilikuwa nikikohoa. Nilikuwa nasikia baridi sana. Nikaanza kuoa, nikaenda hospitali kwa emergency, wakanipatia dawa. Lakini wakaona kwamba hii ni amonia. Lakini hawakunipatia dawa ya ugonjwa. Walipatia dawa ya kikohozi. Nilitumia hiyo dawa lakini kikohozi hakikuishi. Kilichangia system. Lakini kumalizika. Niliendelea hivyo tu. Baada ya wiki 4 tunajitayarisha kwenda kazini. Tunakuwa na sakochi mlangoni, mimi na mke wangu. Kaona kikohozi kinaendelea na kina double, kina makisi kikaonekana. Siwezi kwenda kazi. Nilikuwa tuliweka masakoshi chini tukaenda hospitali. Kufika pale kulikuwa mambo mengi sana. Na tulikuwa na ubishi sana. Nilipoanza kutunzwa mpaka kutoka siku ya kutoka, hatukusikizana na madaktari. Hatukusikilizana. Alinitunza, Mungu aliniponya, lakini hatukusikilizana. Kwa sababu Mungu alinisaidia. Hawa watoto wanasema sana. Mungu wapeleka sehemu moja wasiseme sana. Kwa sababu shetani anaingia kama watoto. Kama Biblia inasema acheni watoto wachanga waje kwangu kwa maana ufalme wa mbinguni wao, lakini wasifanye fujo. Lakini hatukusikilizana. Ilikuwa mambo mengine. Lakini kwa kifupi, kwa sababu sema habari ya ugonjwa, nitawaambia siku nyingine Mungu anakitaka. Utakapogonjwa uwe mjasiri. Na kuomba Mungu akupe hekima na kuelewa. Kwa sababu daktari anaweza akaja unagonjwa hiki anakuletea kingine. Mimi nakuja kwa ajili ya kidole, wewe unaanza kwa mambo ya mguu. Usipokuwa na ujasiri utatoka kule unakata mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana nimeingia na kutoka hatuelewani na daktari. Na kwa sababu najua ni haki yangu. Na mimi ni mtu wa Mungu, nilisema kwa haki. Na nilitoka, niko mzima, Mungu amenisaidia, nikapona. Lakini nililia sana kwa watu wengine. Kama ingimkuta mtu mwingine, haya leo niliyoyaona, tungesema mambo mengine. Lakini Mungu alipenda yale yawe kwangu kwa sababu ni wafundishe wengine. Na tusiwe kabisa kuona hospitali labda ni kidogo tu, hata kitu ambacho unaweza kununua dawa peke yako, unajua unapenda mpaka uende kwa hospitali. Ni vizuri kwenda kwa hospitali. Hatuwezi kimbia, lakini kuna kitu kingine ambao ugonjwa mwingine ambao haombi kwenda kwa hospitali. Uende kwa hospitali kuona hapa huu ugonjwa sitaweza kumiliki. Na nimeomba Mungu na nimefanya kisi inawezekana niende kwa hospitali. Lakini siende kwa hospitali tu, hata unaweza kununua njinja hapo kunywe, unaenda kwa hospitali. Kesho niende kwa hospitali, utakutana na mtu mbaya. Utakutana na mtu mbaya kwa sababu biashara hii mili yetu ndio hizi nyumba zimejengwa kwa sababu mili yetu ndio biashara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini niko mzima, kuna kitu ambacho kilipungua, lakini nimeona akili yangu imeongezeka na imani ikaongezeka katika Bwana. Amen. Amen. Leo ni siku nzuri. Unajua nitazungumza kwa ajili ya pazia. Pazia ya hekalu. Watu wote tunajua pazia. Si hata nyumbani wetu tunakaa mapazia. Hasa tunazungumza ili pazia inasema pazia. Watu wengi wanasema pazia la hekalu lakini hawajui ilikuwa na maana gani, kwa sababu gani, ilikuwa aje, ilikuwa nini, lakini nilipenda tulizungumzie tena tulirudilie kidogo. Ijapokuwa ni Pasaka imepita, lakini haijapita kwa sisi kusikia habari ya Yesu ama habari ya Mungu ama neno ambalo tutasaidia katika maisha yetu ya kiroho. Unajua mara nyingi mimi nikichinja kambuzi kangu, hii mwaka siachinja mbuzi, sina pesa. Na kwaka nakamata kichwa,
sitoake ngozi ya kichwa. Kuna wakati fasi nyingine unajua juu ya njai ni kombokoro hii wanachunga kwanza fasi moja. Watu wanakula kwanza nyama, wanachunga kwanza ile fasi moja. Sasa wanatatupa hai. Wanakamata ngozi, wanatoa ngozi ya mbuzi wanatupa. Lakini kwenye kichwa cha mbuzi hawatatoa ngozi. Watu wanakula ngozi ya mbuzi kwa asili yetu, kwa ujanja. Na ile nyuma ya kichwa ile, mwanaume ndio atapenda yeye akule yeye. Unajua kwa sababu ile ngozi kakiwekwa kwenye moto na wakipika kana bwana akutamu nyiko special. Inashinda ile nyama yote ya mbuzi. Bwana ndio sana. Na ile nyama ya mwili kichwa ile wanaikulaga nyuma. Kama nyama yote ilishaisha unasikia ile kichwa bado ngali bado. Kuna wenyewe wanakuwa wanaifunga kabisa kwa sababu wakati atatoa ile manyoya ile itoke vizuri anaiparua tu mara moja kwa siku mbili siku tatu itakuwa inatoka inabakia tu nyama ngozi mweupe. Wengine wanasema mimi napendaka waweke kale ka moto kale ka harufu kale ka ngozi ka moto kapite kule ndio anavunja mifupa na kule. Na leo sasa hichi ni kichwa cha mbuzi tunakula leo. Kwa sababu Pasaka ilishapita. Maki tunakombolola Pasaka ili tusikie neno la mwisho ambalo linatia utamu katika mioyo yetu. Ili tulisikie vizuri, tulichambue vizuri, tujue pazia la hekalu. Kwa sababu ni kitu kigumu sana. Yesu alikata roho na pazia la hekalu likapasuka. Kwa nini lipasuke? Bwana Yesu asifiwe. Labda tutajiuliza pazia ni nini? Na mara nyingi tunaweka habari translate, kuna wakati wanaonekana, kuna wakati hawaonekani. Sasa watujue sasa tutafanya programu gani? Tunapenda video zetu zote wetu wa translate. Kuna watoto wengine wetu hawako wanasikia Kiswahili vizuri. Au walizaliwa huko. Wanasikia Kiswahili vipande. Na kuna watu wengine sio sisi wako wanafuata ile maneno. Wanapenda wasikilize. Sasa programu ya translate sijui kama mnafanya nini. Siku tunawaona kuna siku muonekane hiyo mnasumbua kidogo. Tafadhali sana msio kufanya hivyo. Kama kanisani watu wakipanga kitu, tunashikilia kile kitu. Sio tuko mbele, tuko nyuma, tuko mbele, tuko nyuma. Tutakuwa watoto kila siku, tutakomaa. Pasia lilitengenezwa katika mahali patakatifu pa patakatifu. Kwa mfano hapa hivi. Wanaweka pazia hapa hivi. Mweke hapa ndo patakatifu. Hapa ni patakatifu pia. Lakini patakatifu zaidi ni hapa. Sasa walikuwa wanaweka pazia hapa katikati hapa hivi. Ile pazia limetengenezwa kwa muundo wake, kwa namna yake. Si kwenda kununua sokoni na kuja kuweka hapana. Mungu peke yake aliyekuwa anasema mfanye hivi, muweke hiki, mfanye hivi, mshone hivi, muweke nguo tano, nginga na mingapi wanachanga, wanaweka. Hatutaeleza kwa yote kwa washonaji. Lakini tusome Mathayo 27 mstari wa 31. Inasema hivi: na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Miamba ni ile mawe makubwa ambayo una mlima wa jiwe ilipasuka. Makaburi yakafunuka, inainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Manake wale watu wote tangu wakati ya Adamu mpaka Daudi wa Ibrahimu wote walikuwa wako kuzimu. Wakati Yesu hajafika wote walikuwa kuzimu. Hakuna mtu alikuwa aenda mbinguni hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wote walikufa katika watu wa Mungu, wale watumishi watu wa Mungu walikufa kabla ya Yesu hajakuja. Walikuwa bado hawajaenda sehemu yoyote. Yaani kuna kuzimu na jehanamu. Kuna utofauti wa kuzimu na jehanamu. Leo hakuna mtu ambaye yuko jehanamu, hakuna mtu. Jehanamu bado haijafunguliwa. Ni kule kuna moto wa milele. Lakini kuzimu kuna hewa tofauti ya hii tunaoishi. Kuna hewa mbaya.
kuna hewa ya taabu, lakini sio jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusio tunafanya confusion. Anaenda kuzimu. Wewe unaenda kuzimu leo? Hapana. Kuzimu ina siku yake inapanga. Kuzimu haijafunguliwa. Wala hakuna mtu bado anaenda angali karibu na Mungu. Bado watu wanasubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakatifu wana sehemu yao wanasubiri. Hii tarumbeta icheke kupigwa hii. Ndio usiku watamwona Mungu. Lakini kwa leo hakuna mtu yuko jehanamu. Watu wako kuzimu. Atakayekufa katika dhambi leo ataenda kuzimu, lakini kuna taabu. Kule kuzimu kuna taabu. Kuna ile hewa ya jehanamu. Jehanamu iko karibu. Na kuna moto. Watu wanausikia. Na watu wanakosa amani. Basi wale watu waliolala makaburini walifufuka wakati Yesu alipokata roho akakafa. Na wale watu wakafufuka. Wanasema hapa hivi, nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Wakati Yesu alikufa akafufuka na wale watu wote. Ndio maana wanasema kama anaenda kunyang'anya ufunguo wa shetani. Wale watu wote shetani alikuwa anawafunga. Kama Yesu asingekuja na wangetoka. Na wakati Yesu alifufuka akafufuka nao. Mji mtakatifu ya Yerusalemu ukajaa watu. Wakaona watu ni wengi kiasi ambacho hawa watu wote wanatoka wapi? Kumbe walikuwa watu walikuwa wanapita, wanatoka kuzimu, walifufuka pamoja na Yesu, wanaenda paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoyaona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali, nao ndio walimfuata Yesu kutoka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwa Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake ya Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanawake wale hawakubaki yake, walikaa pembeni wanaangalia kishi Yesu kwa nateswa. Hapana Mariamu Magdalena. Kuna nyimbo tunaimba vibaya. Mariamu na Magdalena ewo babile baachana. Mariamu Magdalena ni mtu mmoja. Mariamu mama yake na Yesu na Mariamu Magdalena walikuwa Mariamu wawili. Leo tukiimba wimbo tunaimba mtu mmoja, tunakaa Mariamu na Magdalena. Mariamu Magdalena sijui wimbo walitaka waseme nini. Lakini ni hivyo tu, kuna nyimbo tunaimba kama makosa. Unasikia na watu wanajazwa, basi tunaendelea. Basi Roho Mtakatifu hana mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Basi hiyo ikawa ishara. Wanasema pasia likapasuka. Na tukiangalia katika kitabu cha Luka 23. Tuangalie kwanza Luka 23. Tunakwambia nini? 23 mstari wa 15. 23 mstari wa 14. Inasema hivi, hapo ilikuwa yapata saa 6. Ilikuwa saa 6 za mchana. Kuanza saa 6 ukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Kuanza midi 12 mpaka saa 9 kulikuwa nchi yote ilikuwa giza. Wakati Yesu alikata roho ilikuwa giza. Jua likapungua nuru yake. Pazia la hekalo likapasuka katikati. Bwana Yesu sana. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba,
mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, akimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki, mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu yaliokuwa wamekusanyika tazama mambo hayo, walipoyaona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipigapiga kifuani. Walienda wakilialia. Watu walipoona hayo yote, walienda kwao wakijipigapiga, watu wanalialia. Akida alisema, huyu askari alisema, huyu alikuwa mtu wa Mungu. Maana jua kuanza saa 6 mpaka saa 9 jua likapungua, ukawa giza, pasua lekalo likapasuka na miamba ikapasuka. Watu wengine kwanza kukimbia, wale wakimbie wapi? Ndipo Yesu akakata roho. Ninasema kwa ajili ya pazia la hekalu likapasuka. Na tukiangalia kitu gani ambao walikuwa wanafanya ndani ya pazia, katika ndani ya ile pazia walikuwa na mambo mengi walikuwa wanafanya, hatuwezi kuyasema. Katika pazia kulikuwa mtu mmoja, kuhani mkuu. Makuhani walikuwa wengi, lakini kulipasha kuwa kuhani mkuu ndio anapasha kuingia ndani ya ile pazia. Pale patakatifu. Atachinja ng'ombe, analeta damu, ananyunyia, kisha atakabii malekeo anavyosema. Tukisoma Waebrania inasema kila kitu. Anachinja mbuzi kwa ajili ya wale wenye walikosea bila kutegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 16:12 mpaka 14 wanasema hali yote wanayashiriki kwa sababu ya muda, unaweza kusoma. Mbuzi, ng'ombe wanaenda kuweka kidole, anafanya mambo yake pale. Pia analeta damu ya mbuzi. Damu ya ile mbuzi ya maana yake alikuwa ameileta kwa sababu ya watu wale walifanya dhambi bila kutegemea. Lakini hapana yule mwenye alifanya dhambi kwa makusudi. Maana kuomba msamaha, ile damu ya ile mbuzi ni kuombea wale watu walifanya dhambi bila kutegemea wapate kusamehewa. Na katika ile patakatifu kutoka kule kuja kuingia huku, anapasha kuingia pale kwa mwaka safari moja. Watapiga kura, na ile kura wale makuhani mkuu atakayangukiwa na ile kura ndio ataingia pale kwa mwaka safari moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu sana. Kama tunaweza soma Waebrania kwa sababu ya tusome kwanza Waebrania 9:6 kwa sababu napenda tuelewe vizuri jamani. Tukielewa vizuri hawa watu barabara watakuwa wanatusumbua. Mstari wa 9 wa Waebrania 6. Tusome kwanza mstari wa 9:6. Kwanza pale. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza. Makuhani wanakaa kule. Makuhani watu wanakaa kule katika hema ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Makazi wanashukuru Mungu tu, wanashukuru Mungu. Lakini hema hiyo ya pili pale patakatifu, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme pastor alikuwa anasema hakuwa anasoma. Hii ndio wewe unaona kama huna Biblia au hata na kalamu unasoma unakusaidia. Kama huna Biblia wewe hata na Biblia. Kwa sababu hii vitu havitaishi mpaka siku Yesu atakuja. Tunapaswa kuelewa vizuri. Kila mwaka safari moja. Wala si pasipo damu atoaye kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Dhambi za kutokujua za hao watu. Kwa sababu mara nyingi kufanya dhambi kwa makusudi si vizuri. Kufanya dhambi kwa makusudi si vizuri. Tuache. Tujaribu kujikaza kwa sababu tunajua mwili na roho vinapigana, lakini tusimpatie mwili nafasi. Juu mwili yeye kazi yake ni kwenda pembeni tu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiendelea 11 ili Waebrania, lakini Kristo akisha kuja aliye kuhani mkuu
wa mambo mema yatakayokuwepo kwa hema hiyo iliyokubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Yesu alikuja, hayo yote mambo hayapo tena. Patakatifu maana alikuja kutoa ile pazia. Leo kila mtu anaona Yesu, kila mtu anaona Mungu. Ukiomba Mungu anakufikia. Lakini zamani kwa hivyo. Kulikuwa mtu mmoja tu kwani mkuu anaenda kusema na Mungu. Ilikuwa ni yeye peke tu. Na akienda huko ndani na kuna makosa anakufa kutoka huko. Akiingia ndani wanapata kufungia kamba hapa, hiyo kamba wanawekea nayo kule watu. Wakiona ana sawa vile mashiko kukawia kidogo, wanaopata ukamba. Wakiona kamba inafanya inatikisika, sema iko mzima. Ilikuwa hatari. Wengine walikuwa wanaingia huko, anatoka anakuwa maiti. Wakiona atikisa kamba, hatikise kamba. Wakiona kamba hatikise, basi anasema alikufa. Alikutana na Mungu, ukali wa Mungu. Wanakokota ile kamba. Akuta ingia mtu. Watakokota ile kamba, mtu atamwona ile kamba na mtoa nje. Wanaenda kuzika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa mkali sana. Sisi tuna neema. Tushukuru Mungu, tuko na neema. Mungu alikuwa anaua tu. Hana msamaha yeye. Asema mtu anafanya dhambi kwa makusudi. Sio alikuwa anapiga mawe tu. Walikuwa anapiga mawe. Lakini labda afanye dhambi si ya makusudi. Ndio wanapeleka ile damu ya mbuzi kuombea wale watu msamaha. Lakini mwenye alifanya dhambi kwa makusudi anapigwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Tuambie kwanza habari moja ya Zakaria baba yake ya Yohana. Tukisoma Luka 1:20. Luka 1:20. Tuseme habari ya baba yake ya Yohana Mbatizaji. Kwa sababu hapo ni story nzuri ambayo tutaelewa kazi ya patakatifu. Kwa sababu leo tunachukua patakatifu ni madhabahu. Lakini tunapachezea kila mtu anachipatezea, lakini tuogope Mungu. Mungu ni yule tu. Anaweka neema lakini habadilishi. Ni neema lakini habadiliki. Na hakuna kitu kilibadilika tangu agano la kale mpaka agano jipya. Ni yule Mungu tu, na ni sheria ni ile. Sheria tunayo ndani ya Biblia ni nani? Wakati wa Musa ndio tulipata amri 10 za Mungu. Yesu hakuja kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama ingekuwa ni Mungu alikuwa anafanya makosa, alikuwa alibadilisha vipi? Angebadilisha amri 10 za Mungu. Lakini zile amri 10 alizoacha Musa na ndizo hizo na ndio zitahukumu watu mpaka milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tusome habari ya Luka hapa. Luka 1 mstari wa 20. Tuanze mstari wa 5. Luka 1 mstari wa 5. Ulikuwa unaangalia na tuanze nafasi moja mara moja, naona tuanze 20 kama tutaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuanze 5. Tazama, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi alikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu za Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto
maana Elizabeth alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Elizabeth na Zakaria wote wawili walikuwa wazee sana, hawezi sana kuzaa. Lakini Zakaria ndio alikuwa kuhani mkuu. Ikafika siku zamu yake kuingia patakatifu patakatifu, akaingia mwili kunyanyua uvumba, akafanya mambo yote kama anavyofanya ndani ya hema ile ndani. Basi watu wale wengine watu wanabaki kule, na pakiingia mtu hapo, wengine wanashibakia wanashukuru kule, wanashukuru Mungu na huyu anafanya kazi ya Mungu huko ndani. Lakini alipokuwa huko ndani, ukiendelea kusoma pale, akaona malaika wa Mungu. Wakati aliona malaika wa Mungu akatetemeka, akaanza kuogopa, kwa sababu kama malaika wa Mungu akikujia kwa hali ya kiungu hawezi kumvumilia, maana si mtu kawaida, ni kiumbe cha Mungu ambayo si mtu, yuko tofauti na mtu. Malaika hawezi kuzaa, hawezi kuoa, hawezi kula, hawezi kukaa kwa mazingira. Lakini Mungu angebadilisha kwa muda unaofaa kwa sababu ya kuleta habari na kuleta ujumbe kwetu. Ndio maana tunaona leo na malaika ni hapana. Malaika ni kiumbe tofauti, na akija na ile nguvu yake yote na umbo yake ya mbinguni, hakuna mtu anaweza kumuona, hatuwezi kumwangalia hivi, lakini wanajibadilisha kidogo. Ndio maana malaika anaweza kuja na kuambia miguu ya shaba, sijui macho ya hivi. Macho sio ni mtu aina gani? Maki sio mtu. Tunawaita watu kwa sababu hatuna jina lingine la kuwaita ili wapate kufanana na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Alipokwenda Zakaria hivyo, mke wake akachukua mimba, akazaa Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Akazaa Yohana Mbatizaji. Yesu na Yohana Mbatizaji hawachani miaka. Nafikiri watu walizaliwa karibu mwaka mmoja, kwa sababu Maria alikuwa mimba na mama Elizabeth naye alikuwa mimba. Hawa watu unaona kama walizaliwa karibu ni miezi inafuatana. Gabriel alifika kwa Mariamu, akamwambia Mariamu utachukua mimba. Kweli akaenda kwa ndugu yake, ameshakuwa na mimba. Na huyo Elizabeth alikuwa ndugu yake, naye alikuwa mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niwaambia kama kwa ishara, wakati Elizabeth alizaa, mume wake Zakaria akaanza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikutana na nani? Na Mungu pale patakatifu pa patakatifu. Lakini leo neno langu ninataka kuambieni leo, kama leo hatuna ile hema, ilipasuka hiyo siku na ikurudishwa tena. Peke yake Yesu inatosha. Hapa kuchinjwa tena nyama ili watu wasamehewe, wachinje nyama ya mbuzi. Ukichinja mbuzi yako ya kuomba msamaha, wakienda ufasi sehemu wanakuomba kuku ya mweupe, wachinje ndio usamehewe, wamekukula pesa zako za bure. Maki hivi tuna neema ya bure. Hatukununua wala hatutanunua. Kila mtu yuko huru kumwomba Mungu na kusamehewa dhambi zake katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vya kulipa nitalipa kwanza ndio samehewe. Hatuweke sadaka juu ya msamaha, hapana. Tunaweka sadaka kwa sababu Mungu, kwa kushukuru kwa yale mema na nguvu alitupatia Mungu ili tupate kumtolea na ile kidogo isaidie kazi zake. Lakini kwa ajili nisamehewe dhambi, si kutoa, hapana. Ni kitu tofauti. Kutoa na dhambi na kusamehewa dhambi ni vitu viwili tofauti. Lakini katika kutoa unaweza kubarikiwa na familia yako kwa sababu unamtolea Mungu. Bwana Yesu sana. Tusome Wagalatia 5. Wagalatia 5. Tuone jinsi watu wamejiwekea mapazia wenyewe. Mungu alitoa pazia. Yesu alitoa pia mwenyewe ni pazia leo. Ukitaka kumwona Mungu, muone Yesu. Ukitaka kusamehewa Mungu dhambi, omba damu ya Yesu Kristo pate kusafisha, kusamehe. Lakini watu wako wanarudisha tena pile pazia, wanajiwekea, wanajikinga wenyewe. Na ili Mungu kiweka mtu kuweka pazia hili ni chukizo mbele za Mungu. Tuangalie nini kitu gani imebaki pazia ambazo tunajiwekea. Tukisoma Wagalatia 5. Wagalatia 5 tuanze mstari wa 16. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio pazia sasa watu wanaweka. Hiyo ni pazia ambayo inasepare mtu na Mungu. Kuliko kuweka Yesu, watu wanaweka haya matendo mbele. Na haya matendo ndio yanakuwa ni pazia sasa. Kuliko kumwona Yesu, ninaona ulevi. Watu wanalewa, wanawake wanalewa. Mapande zamani mwanamke kulewa ilikuwa marahaba. Lakini leo inakuwa ni kawaida. Kama uko unalewa uache kabisa. Inakukosesha heshima. Utaona ni vizuri wakati mwingine unakunywa, lakini ukitoka pale watu watakusema maneno mbaya. Mwanamke akilewa hana control.
Mwanamke kilewa hajue mkwe, hajue mtoto. Kulewa ya mwanamke ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu analewa, maana yake ndio baadhi yako umeweka. Hawezi kumwona Mungu. Labda unajue maana ya mambo. Wewe niwaambie maana. Wengine wanasema uzizi. Wanasema hapa kwa Kiebrania ni porneia, lakini tunasema hivi kwa Kiebrania. Uzizi yaani mwenendo potofu wa mahusiano ya kijinsia na kujamiana, ni pamoja na kujifurahisha katika kuangalia picha. Mtu anaweza kuwa hafanyi uzizi, lakini kuangalia picha za uzizi, za uzinifu, moja kwa moja dhambi kabisa. Katika kuangalia picha, filamu au maandishi ya kipornografia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanakazara kujika Biblia hii ndipo nasema, haiko mimi nina kuandika kitu mimi. Kai yangu ndio hii. Niko nasoma Biblia. Nyinyi mpo wananunulia mtoto hajafikisha miaka 18, wananunulia simu. Unafikiri wako iko anaangalia nini? Wewe mama, unajua kama mtoto yako hajafikisha miaka 18, iko unamnunulia simu, iko na kitu anaanza kuona vitu vingi wewe haujuagi, haujui. Mjue hii. Kama mjue. Wamama tumetoka Afrika, tumeharibu watoto wetu sisi wenyewe. Lakini hakuna mtoto wa mzungu miaka 12 kama 13 au ako na simu hawaki. Wasirushe muone. Mtoto wa mzungu hajafikisha miaka 18 muone kwa simu. Hawezi kuwa na simu. Kwanza baba yake ndio anampeleka masomo yeye peke. Mama yake anaenda kumkamata, anaenda kumpeleka. Hawezi kunyanga chini. Na kama hakuna bili, kuna basi ya masomo alomsimamia, anaingia basi. Tena msamia anashuka mpaka afikishe miaka 18. Lakini sisi wenyewe tunanunulia watoto wetu masimu. Tunaona ndio kizungu. Lakini ujue kama hajajua wanaume wengine. Ujue kama alishaona maprono, alishaona vitu hivi tunadalika. Biblia ndio anasema. Na wa kwanza mama, ujue wewe hana ni baba ununulia, ujue kama ile dhambi iko ndani ya kichwa chako. Hawezi kwenda mbinguni wewe mzazi. Juu uko njia karibu watoto wako. Na ujue hivi kuna watoto hapa, watu bachukua watoto wazimu, wanaweza kuja kanisani. Lakini wanawaacha nyumbani na masimu. Utakuta miaka 12 miaka 13 Aisha kwa boyfriend iko na boyfriend. Mama uko na cheka tu, unaona ni mtoto wangu ameseremuka. Aisha kwa miaka 12 miaka 13 alishaharibika, haiko tena mtoto. Aisha kwa mtu mzima. Wakati ataolewa, unafikiri mume wako atasahau kaka kitu? Kuna vitu vingine tutakuwa mimi paseri ndio niwaambia basi. Mwanaume ako akasahau kale kitu. Yeye ni mtu mzuri na mwaminifu, lakini na wakigombana nasema akili sawa mama yake. Mnajua ile nani inatoka kwa sababu mama yake akumchunga mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio anasema. Tunaacha watoto wao huru. Mtoto yuko anaolewa na hajaolewa, na isha iko ngao nyumba anaolewa na hajaolewa. Na mama anaona na watu wanaona. Lakini watu watakwambia, wanasema ninaope tunaona ndio vizuri. Tunaharibu watoto wetu. Unaweka pazia. Wewe na hekalu la Mungu umeweka pazia. Katika wewe na Yesu unaweka pazia. Kwa sababu ya mafundisho sio mazuri. Uchafu, yaani dhambi ya uzinzi. Hiyo uchafu anasema uchafu ndani ya Biblia ni dhambi ya uzinzi. Ndio katika Biblia wanasema uchafu. Matendo maovu na tabia mbaya ikijumuisha mawazo na tamaa mbaya ndio uchafu kibiblia. Kusema huyu ni mchafu kibiblia.
Ndio hayo. Ufisadi, yaani ukware. Mimi sijui kukware hii ni Kiswahili ambacho kimeshinda. Nyinyi mlitoka Tanzania, mliishi kidogo pale Kasulu, mnajua ukware. Kuzifuata tamaa za hisia kali kiasi cha kutokuwa na aibu au ustaarabu mbele za watu. Ndio ufisadi. Kama mtu hana tena aibu mbele za watu, anakuwa mfisadi. Na mtu ni aibu. Watu wakiniona hapa kwa kazi, watu wakisikia hapa, hapana. Maki pale wewe ndio mtu. Lakini kama mtu hana kiasi tena kujua kama watu wakinisikia, basi huyo ni mfisadi. Ndio wanasema mfisadi katika lugha ya Biblia. Kuabudu ndio kingine, yaani kuabudu mizimu. Mpaka leo kuna watu wanaabudu mizimu, watu au sanamu za kuchongwa. Kuamini katika mtu yeyote, kuamini katika mtu yeyote, taasisi au kitu kana kwamba kina mamlaka sawa au zaidi kulikoni Mungu na neno lake. Kuna watu wana imani kama hii vitu vyangu vina nguvu, vinanisaidia kulikoni Mungu mwenyewe. Kuabudu. Wapo watu wengi, na ndio maana unaona makanisa yanakaa bure. Hayakai bure, sasa watu wanakosa. Kuna watu wanaamini mambo mengine ambao wanayotegemea. Na ninaweza kusema kwamba wanawake Mungu awabariki sana. Kwa sababu mara nyingi makanisa tunao wanawake wengi, wanaume wote hawapendi kanisa. Akiingia kanisani utaona iko humu, Mungu iko hapa, Mungu iko hapa. Na Yesu atakuja kuwakutana wako vile vile tu. Sio kwa sababu wapende kanisa. Wana mambo yao mengine wanayoyategemea, wanayoyaabudu, inawafanya wasikae mkanisa. Akikaa mkanisa hadi vitu vyake hivi vinisaidiaka. Hata nikienda kusamba mimi, utatoka tu. Utatoka kiko na siku atakunasa. Kuna siku Mungu atatoa, kuna wakati Mungu atatoa mkono wake kwako. Utaona mtema kuu. Bwana Yesu tuwe sana. Tuogope Mungu. Mungu hashindwi. Tungali na neema. Na wakati tungali na neema, tunaichezea, tunatumilisha akili yetu. Lakini tujue kama Mungu ndio anatusaidia tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uchawi. Mungu hapendi wachawi. Yaani ulozi, imani ya kuwasiliana na pepo wachafu, uganga, kuabudu mashetani na matumizi ya madawa ili kupata ujuzi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na vipande viko siwezi kusema tunaweza ukawia. Mungu hapendi kabisa uchawi, kutegemea mapepo, kufanya uganga. Mungu hapendi. Ili yote ni pazia. Tumeweka sisi katikati na Yesu, tumeweka pazia. Mimi napenda yangu, napenda karongo huyu unanisaidiaka. Napenda kawi hivi unanisaidiaka. Hakukusaidiaka. Kama unakusaidiaka na wale walianzaka na hivi, wako na miaka mingapi? Wale walianzaka na hii kuko nafanya. Wako walifanya miaka mingapi? Wengine wakufanya kama 15. Sasa itakusaidia nini? Siku ikifika Mungu akasema inakusaidia sawa, anachukua kale kapumuza na kaweka mfuko. Mungu kama anabana na bandarusi juu. Hata wewe sasa kukusaidia. Shetani hata kusaidia hata dakika moja ya pumuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani hii pumuzi niko na pumua hapa hivi. Shetani hawezi kunisaidia hata ya sekunde moja, yeye hana ile. Na wachawi, na wanzinzi, na walafi, na wanani, na wafisadi, wote Mungu ndio anachunga. Tuko wakati wa neema, lakini neema yetu ina mwisho. Hii neema hii iko na mwisho. Twende tunashuka pole pole tumalize. Kutoelewana, yaani kugombana, wadui,
kugombana, kugombea ukubwa, kutokuelewana. Kama tuko kanisani hivi, tuwe wadogo, tuwe wachache, ni vizuri tuwe tunaelewana. Bwana tuwe sana. Kama uko probleme sema tuitatubu, tuimalize. Kama ni mimi basi ndio nifanya kosa, ni basi naye ni mtu anaweza akasema vibaya. Si mnaelewa ni mtu. Useme basi sema ni ndo. Na mimi naenda fanya kingine kakundi naye kwa kupiganisha basi. Hiyo kanisa inaisha. Siku moja tufika kumlango hakuna hata mtu. Kwa sababu gani? Tunagombana. Mungu hapendi kugombana. Anajua kupisha kwa watu tu. Hawezi kosa neno. Lakini hakuna neno lenye kosa suluhisho. Ni lazima tutafute suluhisho ili neno tupate mafanikio na Mungu akweli alikuwa pamoja nasi. Kugombana haitusaidia hata kitu chochote. Ama kutetana huko nje tutetana haikusaidii kitu. Kama mtu ukoona kama kuelewa ama ameenda vibaya, mwambie, ukamate watoto. Chukua watoto. Mchukue watoto, mkamate watoto. Tuende hasira. Yaani hasira kali ambayo inachochea matendo au maneno makali. Kuna hasira iko aina mingi. Lakini kuna hasira mpaka inachochea watu kufikia mambo mabaya. Wakristo na kiasi. Ukiwa na hasira ishia hapa. Isifike hapa. Itatuma unaenda fanya kosa, dhambi ya bure, kesho unaenda kuregrete. Nilifanya nini mimi? Hii hasira yangu mimi, hasira yako wewe unaichungia nini? Haitakusaidia chochote. Lakini tusiwe wenye hasira. Tunaweza kusikia lakini mengi, lakini tusiwe wenye hasira, tuone kawaida. Na kikuuzi, tafuta mtu ili upate kutengeneza. Ujisikie kuwa na amani katika roho na katika Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Fitina yaani ingine inaitwa fitina yaani kutaka makuu. Mtu akifitina kutaka makuu, mtu wa fitina. Maana mtu mwenye kufikwa na roho ya fitina ni mtu mwenye kupenda makuu. Yeye tu. Mtu mwingine asivae nguo nzuri. Mimi ndio ningevae nguo. Mwingine mimi ndio ninunue gari nipashe kwa yangu. Ule naye ana hii. Ule makie ni pepo mbaya. Tuachane na fitina. Inatuweka sisi tusimuone Mungu, tunaweka rido, tunaweka pasi. Uzushi yaani kanisa kugawanyika katika vikundi vidogo vilivyojaa ubinafsi au magenge au yanaharibu kabisa umoja wa kanisa. Uzushi, kanisa ikiwa na vikundi inaharibika. Na hii tukemee katika jina la Yesu. Isiwe kanisa ya vikundi hapana, sio kanisa. Maana shetani pale amepata nafasi. Tusiwe na uzushi. Usuda yaani kuchukia kwa kutokupenda mtu ambaye ana kitu ambacho wewe unakitamani. Usuda ya maana yake mtu akiwa na kitu wewe unakitamani kile kitu kiwe cha kwako. Ni dhambi. Ni rido. Watu wengine wakiona mtu ananunua yake nguo, ile nguo mingi nguo yangu. Na yeye atafanya nguvu mpaka anunua ile nguo, ile rangi sio watoto wa mabaya.
Simu hapa hazina hata namba ya kuita. Hawana watu wa kuita. Kazi yao tu. Utafikiri kama ni kama vile wanalipwa. Wanalipwa. Kidogo hivi. Imeshaenda Kongo, ishafika. Muone, ndio maana tunawaonaga. Kidogo tu mungane mule tulishaona. Nani huyu? Tunasheshia usifanye break. Sisi ndio watoto kama ndio niliona na mimi nakuwa safi usiku sio sikuona kitu. Furahi naye anafika huko. Maendeleo kabisa. Jamani mwache kunywa pombe. Hawezi kujazwa kwa pombe na ujazo na Roho Mtakatifu haikuaje. Haikuaje. Yesu akija utabakia na pombe yako. Bwana Yesu asifiwe. Muandiki hivi, siku moja mtaniambia pastor alisema Yesu akija tutabakia na pombe yetu. Kunywa sasa pombe kama Yesu alishakuacha, kunywa pombe. Utashindwa kuikunywa. Juu hata utakutana ile mabara yote, mapombe yote, hakuna mtu anachunga. Watu wako turulewa wengine. Ingia sasa wani kama magazeti ndio peleka wani kule. Ule na siku Yesu atakuja itakuwa hatari. Ulafi. Yaani kula na kusherekea kupita kiasi kwa kutumia pombe. Tena pombe tena. Ulafi tena nasema hivi, Mungu hapendi ulafi. Ulafi maana kula na kusherekea kwa kupita kiasi. Kuna watu wanakula wanafikiri kwake hakulaji. Akifika kwenye sherehe atakula tena na pombe na kunywa. Mungu anasema huyu mtu ni mlafi. Mungu hapendi mtu wa hivi. Ukienda kwenye masherehe, Mungu anasema Wakristo muwe na kiasi. Msionyeshe njaa watu waone kama Wakristo walipo na njaa. Unasikia vizuri? Hapa ninawaambia elimu. Unaweza kula gisi mnavyozoeana sawa. Lakini sehemu nyingine tofauti. Kwa watu ambao hauzoeani nao, hamjuani nao. Usionyeshe njaa. Onyesha kama vile unakulaka kawaida tu. Hata ni chakula kitamu namna gani? Jifunge kabisa. Usifikiri watu mmoja wanapika chakula mingi kizuri, unafikiri wanapika tu watu wakule. Anapiga hivyo watu wakule kidogo chakula ile kila kiende kuchunga endelee kula. Utaona hawa watu walikuwa na chakula, mimi chakula changu chote. Sasa kwa nini ulikuwa unakileta? Safari moja tulikuwa tunatumika hapa na nilikuwa na shona hapa, kazi ya kushona. Mwanamke mama mmoja akaleta chakula chake. Sasa watu wakileta chakula watu walikuwa wanakula. Lakini kuna siku alileta chakula, wale watu ambao walipeleka kidole kidogo kwa kuonja kidogo walilipa chakula. Elezea mimi siku yake yangu. Hatuna piga chakula cha namna gani anasema hii nitakula, utaona labda hivi sasa. Juu siku yake nangu apitia kula. Mungu alinifanya hivi na kwangu na wapi. Basi neno la mwisho ambayo Paulo alisema hivi. Neno la mwisho la Paulo juu ya matendo ya mwili ni kali na lenye nguvu. Watu hao wa Kristo wayafanyayo mambo hayo wanajifungia nje ya ufalme wa Mungu, yaani hawana wokovu wa milele. Watu ambao wanafanya haya mambo haya wanaweka bariere, wanaweka rido, maana hawana ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wana ufalme wa Mungu kwanza sasa kama wameacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu damu ya Yesu ilikuja kwa sababu yetu tupate kusamehewa na kusafishwa. Na bado tungane na neema, tujifunze kuacha. Na tujifunze kumkaribia Mungu. Nimesema tujifunze kumkaribia Mungu. Na tuachane na mambo mengine ambayo si ni ya hiyo aibu. Si mambo ambayo inamfanya mtu kuonekana mtu mbele za watu.
Tuachane yale mambo. Unajiwekea mipaka. Unajiwekea rido. Pazia la hekalu unajiweka. Maana wewe ndio hekalu leo na Mungu ni wewe. Hakuna Mungu habaki tena mkanisa kuja kuongoa watu mkanisa. Ukienda kwako kuna yeye. Unapaswa kujua kama nyinyi ndio hekalu la Mungu. Na unapaswa kuweka vitu ambavyo vinakuzuia usimuone Mungu. Hiyo inakuwa ni pazia. Umerudisha katika hekalu lako wewe mwenyewe katika roho yako. Ni vizuri kumtegemea Mungu katika mambo yetu yote. Na kujua kama mimi ni Mkristo. Hata mimi nakamata kapombe, hapana, achana nayo. Wao wanaokunywa nao pombe tena ndio wanaenda wanapelekea habari za mbaya. Ni watu wa shetani. Si watu wazuri. Wakati wanaonekana hata njoo tukamate kadogo kama hiyo hapo. Hakuizi kwa sababu anakupenda. Anapenda kuharibu. Baadaye anasema uliko namna gani, uliko namna gani. Shangaa mkanisa ule. Kanisa hapa Daito. Anaweza dharau kanisa la Mungu. Lakini ujue kama ukiharibu hekalu la Mungu na Mungu atakuharibu. Wakati uko unaharibu mtu kwa sababu upate sifa sana, ni Wakristo gani bali Mungu naye atakuharibu. Kwa sababu unafanya kwa makusudi, kwa kuharibu ile mtu aje pombe au afanye dhambi, afanye kosa kwa sababu udharau kanisa la Mungu, udharau kazi ya Mungu. Watu ambao wanafanya hivyo Mungu atajuana nao. Na nimerudilia tena, tunaharibu watoto. Tunaharibu watoto. Sio vijana hapo. Tunaacha vijana wako. Nilienda hapo. Tulishafiwa hapa mara mbili. Pale kwa dada Achi alipofishwa. Nilikutana, nikifika pale nakosa nafasi ya kukaa. Ni pombe tu. Watu wanakuja kufanya ufete ya pombe. Ilifika jioni nikaingia ndani ya nyumba, nikaa chini ya nyumba. Wote wakatoka sasa hivi wakaingia nyumba, kwanza kuamka kama chakula na kila mtu anaingia na kazi ya pombe. Kila mtu anaingia na wakajaa sababu yote. Nikakosa nafasi mingi nikatoka. Ndio hivi tu. Tena siku nyingine nikaenda pale kwa mama Cecile wakati wa rifisho. Nikaona kaingia ndani ya nyumba. Mimi kana niende kule kwa wanaume kule nyumba. Nilienda kule, nilienda kutana. Wengine wako vifua wazi. Wengine wanalala chini barabara, wengine barabara ya uchafu kule. Wengine pombe tu. Hakuna hata mtu mmoja mwenye nilioni kuna nizamu. Dada Claudine ndo alikuja kuniita. Kakuya kutoka kule. Mimi na mimi tena pale mimi ni Mungu. Nasa nifanya aje? Nani ndakaa kwenye majani pale anaweza umuuma na mdudu. Kaka kuya huko kutoka kule. Hawezi wezekana na hao. Mtakaa wapi sasa? Sasa ile haiko mzuri. Wana watoto wanaharibika. Hapa watoto wanaharibika. Watoto wanaume wanaharibika na pombe. Na wanawake wanaharibika na siri. Hapa niko nasema hivi mimi ninajua. Tukamati simu hapa muone. Simu niko hapa. Muone niko msimu. Simu ziko na matrashi. Anaweza kuangalia kitu na mimi nitakamata ile simu yake. Nitaona vyote tangu alinunua ile simu yote kitu. Kila kitu alishakifanya nitakiona. Lakini leo tutajua baadaye. Tutajua baadaye. Na tutaumia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki. Amen.